Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya wekundu Msimbazi Simba Sport Club, ambao wako pale Durban, Afrika ya Kusini kwa ajili ya mchezo wao wa kombe la shirikisho barani Afrika, hatua ya pili katika kile ambacho kinaitwa muendelezo wa kuitafuta fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa mnyama Simba, ambapo safari yake hii leo hii itakuwa ni kwenda kuweza kuiangamiza Stellenbosch nyumbani kwake hapo ili waweze kutinga katika hatua hiyo ya nusu, katika hatua ya fainali, ambao kwa sasa wako katika hatua ya nusu fainali. Sasa kocha mkuu wa kikosi cha klabu ya Simba, hapa nazungumzia Fadlu Davis, ameweza kutangaza kikosi cha majembe 11 ambacho kinachoanza leo hii, ambapo ameweza kuwatangaza hadharani kabisa na kila mmoja aweze kujua nani ni nani ambaye anaanza katika mchezo huu mkubwa kabisa. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Star Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu loandikwa hapo no subscribe, na kisha kabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Itakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Hii hapa ni Star Media, karibu tuzungumze kuhusiana na haya ambayo yanayoendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Hapa nazungumzia si wengine bali ni Simba Sport Club. Bana, taarifa ni kubwa, ni njema kwelikweli kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kuhusiana na yale ambayo yameweza kutangazwa huko kutoka Durban, Afrika Kusini, ambapo kikosi cha klabu ya Simba leo hii kinashuka dimbani dhidi ya Stellenbosch katika mchezo wa mkondo wa pili, ambapo mkondo wa kwanza ulimalizika kwa bao 1-0, bao pekee la Jean Charles Ahoua akiweza kuandikia klabu ya Simba. Leo inakuaje? Leo itakuwa hivi, golini atasimama si mwingine bali ni Musa Pimpin Kamara. Unafahamu bora wake, akiendeleza muendelezo wa kile ambacho anaendelea kukifanya katika mashindano haya. Ni miongoni mwa makipa ambao wanazidi kuweza kuitikisa kombe la shirikisho barani Afrika, kwani umeweza kushuhudia ubora wake mkubwa, si katika maeneo tu ya nazungumzia kudaka tu peke yake, lakini anaweza kutoa penati. Mfano kama vile klabu ya Simba ikienda katika hatua ya mikojo ya penati, ni moja kati ya magolikipa wazuri kweli kweli. Ameweza kutoa penati takriban 2 katika mashindano haya, ukiweza kushuhudia ubora wake, namna ambavyo amekuwa akiendelea kuweza kujiimarisha zaidi na kuongeza ubora wake. Kwa hiyo leo hii anasimama Musa Pimpin Kamara katika eneo hilo la golikipa namba 1 katika mchezo huu mkubwa kabisa. Lakini katika upande wa beki namba 2 utakutana na mkongo mwenyewe. Unazungumzia hapa nazungumzia Shomari Kapombe. Unafahamu bora wake, moja kati ya mabeki wenye uzoefu mkubwa kabisa wa kimashindano katika level kama hizi. Basi juu ya kwamba uko na mtu makini. Kazi yake ni moja tu kubwa leo hii, ni kuhakikisha kwamba anapandisha mashambulizi kama inavyokuwa kawaida ambavyo huwa anafanya siku zote, lakini pia bila kusahau kurudi kukaa katika nafasi yake vizuri, ili kutokuwapa upenyo wapinzani ambao ni Stellenbosch wasiweze kujitawala katika upande huo wa Shomari Kapombe. Kwa hiyo kazi kubwa leo hii ataipiga pale, na utakwenda kushuhudia namna gani ambavyo huwa pia anamwaga zile cross zake, anapiga zile pasi zake. Leo hii Stellenbosch kazi watakuwa nayo nyumbani kuweza kuwadhibiti klabu ya Simba na kumdhibiti pia Shomari Kapombe. Kwa hiyo Shomari Kapombe anaanza katika upande wa beki namba 2 katika mchezo huu mkubwa kwa siku hii ya leo. Lakini katika upande wa beki namba 3, beki wa kushoto, hapa nakutana na kapteni mwenyewe Zimbwe Junior. Nafahamu bora wake, mmoja kati ya makapteni bora kabisa, ukiweza kushuhudia kazi kubwa ambayo huwa anaifanya, namna ambavyo huwa anapandisha mashambulizi na namna ambavyo anakaa katika nafasi yake kujiposition kuwadhibiti wapinzani, ndio sifa yake moja kubwa kabisa. Kazi ya leo ni kuhakikisha kwamba wanakwenda kutengeneza ukuta mzito kwelikweli. Sambamba na hayo ni kupandisha mashambulizi kama inavyokuaga kawaida ya fullbeki wa kushoto wa klabu ya Simba, ambapo unafahamu ya kwamba ndio upande mara nyingi ambao Simba huwatumia mabeki kama Shabalala ili kuweza kusogeza mashambulizi kuanzia chini kuja juu. Kazi kubwa utakwenda kushuhudia hiyo ambayo itakayopigwa katika dimba hilo la Durban hapo Afrika ya Kusini. Kwa hiyo Zimbwe Junior anasimama kama beki namba 3. Katika upande wa beki namba 4 atasimama si mwingine bali ni
Hamza unafahamu bora wake, mmoja kati ya mabeki tulivu kabisa, wametulia, hawana papala, maarifa, ubongo unachangamka vizuri kabisa, ukiweza kushuhudia damchanga kabisa zikiweza kuwasha moto katika mashindano haya. Uwezo wa Hamza kila mmoja na ufahamu namna ambavyo anajua majukumu yake, kwa hiyo leo hii atakuwepo katika upande huo wa beki namba 4. Lakini katika upande wa beki namba 5 atasimama Karabu Chamu akiendeleza ubora wake katika kile ambacho ameendelea kukifanya katika mashindano haya. Ameendelea kupewa nafasi na mwalimu kocha Fadlu Davis, lakini bado anazidi kudhihirisha kwamba yeye ni beki wa aina gani, beki ambaye anajua majukumu yake vilivyo kabisa. Kwa hiyo leo utakwenda kushuhudia hilo. Chemalon Fondo ataendelea kukaa kwenye mbao ndefu kutokana na kutoka kwenye majilaa uweze kumwanzisha katika mchezo huu wenye tafu kama siku ya leo. Lakini katika upande wa namba 6 atasimama Yusuf Kagoma, unafahamu bora wake, moja kati ya wachezaji bora kwelikweli raia wa Kitanzania ambaye ana uwezo mzuri kabisa. Yusuf Kagoma anajua kulimaintain dimba la kati, anajua namna kuweza kutuliza mashambulizi pale pindi ambapo timu inapokuwa ikishambuliwa, anajua namna gani ya kukaba, namna kuweza kuwafikia wapinzani na namna ambavyo anaweza kuwazuia vizuri kabisa. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia kazi kubwa ambayo atakaenda kuipiga leo hii Yusuf Kagoma kwenye kuweza kuipambania klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini katika hatua nyingine hapa nazungumzia namba 7, utakutana na Kibu Dennis, mwamba kabisa huyu, unafahamu kazi yake, mbio, maarifa, kazi kubwa, juhudi ambayo huwa anaipiga kwenye kikosi cha Simba. Leo hii utakwenda kushuhudia mwalimu amempatia nafasi ya kuendelea kuweza kuonyesha kile ambacho yuko nacho. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia kile ambacho ataendelea kukifanya. Hapa nazungumzia si mwingine bali ni Kibu Dennis. Lakini katika upande wa namba 8 utakutana na Fabrice Luamba Ngoma, mwamba kutoka Kongo pale, akiendelea kuweza kuiwakilisha klabu ya Simba. Kazi kubwa ambayo huwa anaifanya katika dimba la kati ni kuhakikisha kwamba anapiga zile pasi mzuri kabisa ambazo zinakwenda kwa wafungaji, namna kuweza kuifungua ngome ya Stade Bonchi. Hiyo kazi mwachie Fabrice Ngoma kutokana na kile ambacho yuko nacho, na ameendelea kuweza kuwa mtu makini kweli kweli katika kikosi cha klabu ya Simba. Lakini katika upande wa namba 9 utakutana na Dese Mukwala, unafahamu shughuli yake, moja kati ya washambuliaji ambao wametokea kuaminika na dakika hizi za mwishoni, unaweza kusema hivyo, mwishoni mwa mashindano ameendelea kuweza kuaminiwa na kuweza kupewa nafasi ya kutosha kwenye kikosi cha klabu ya Simba kuonyesha yale ambayo yako nayo katika hapa nazungumzia kwenye ufungaji, anaendelea kuweza kuweka alama kweli kweli. Lakini katika upande wa namba 10 hapa unakutana na Jean Charles Ahoua akiendeleza moto wake ambao alioishia katika mchezo uliopita. Ana kazi kubwa ya kuweza kusawazisha kile ambacho kilichoweza kutokea na kuwaaminisha mashabiki kwamba ile ilikuwa ni mistake mara baada ya kuweza kukosa goli la wazi kabisa katika dakika za mwishoni pale Zanzibar. Lakini katika upande wa namba 11 utakutana na mkemia master mwenyewe Elie Mpanzo akiweza kuanza katika upande huo wa namba 11 akitokea zake kushoto na kuingia katika dimba la kati. Kwa hiyo hiki ndio kikosi cha Simba katika mchezo mkubwa kabisa zidi